ushindi na nguvu za ushia Tanzania na kufikia mahala ushia Tanzania ikawa ni dini inayokubalika, ikawa ni dini inayokubalika, ikawa ni dini inayokubalika kwa Waislamu, kwa mapagani, kwa Wakristo, kwa Mayahudi, ushia utashinda. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia alayhi salatu wasalam, tupo katika markazi hii ya Albani tukiwa tunakumbushana yale ambayo yanafaa katika dini yetu tuweze kuyafanya, lakini pia kuhadharishana yale ambayo hayafai kwenye hii dini watu waweze kujiepusha nayo. Ndugu zangu katika iman, masala haya ya dini ayuha ahibba ni masala yanahitaji yafuatiliwe kwa usahihi wake, lakini pia baada ya kufuatiliwa kwa usahihi wake yazungumzwe pia kwa usahihi wake. Kwa nini? Kwa sababu dini hii ambayo sisi tumo ni amana. Dini hii ni amana, na amana yoyote ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika hii ardhi, lazima kwenye amana hiyo kuna kuulizwa. Lazima kwenye amana hiyo kuna kuulizwa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametoa makemeo makali na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuizungumzia hii dini pasi na vigezo na pasi na kuifuatilia hii dini. Kwa nini? Kwa sababu kufanya hivyo maana yake ni kwenda kinyume na Qur'an, lakini pia ni kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Sema hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, kwa elimu, ana wa man ittabani, mimi na wale wenye kunifuata. Ikaonyesha aya kwamba Muislamu anatakikana asimame pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka asimame, na kwamba asisimame Muislamu katika hawa an-nafsi, asisimame Muislamu katika matamanio ya nafsi ambayo matamanio hayo yanaweza kumuingiza katika maangamivu. Ndugu zangu katika imani, kwa nini tuzungumze hivi? Kwa sababu
sisi ukiachilia wale ambao wapo nje, tunasema tupo katika ahadi na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani tupo katika manhaji salafi, manhaji ambayo tunawafuata wema waliotangulia qawlan wa amalan wa i'tiqadan, kikauli lakini vile vile kivitendo, lakini vile vile kiitikadi. Kwa hiyo Muislamu katika yale ambayo yanamzunguka kwenye maisha yake lazima asimame hivyo. Kwa nini? Kwa sababu usiposimama katika usawa utapoteza mwelekeo, na ukipoteza mwelekeo la shaka unaweza ukaangamia, na ukiangamia uweze kupata saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ni utangulizi wangu katika haya masala. Lakini kwa vile masala yanafungamana na masala ya firaq, nitangulie kuzungumza baadhi ya aya kwa ikhtisar na baadhi ya ahadithi pia, tuone namna zilivyosimama. Baadhi ya ahadith, lakini pia baadhi ya aya namna zilivyosimama katika haya masaili. Ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha katika suratul Hud aya 118 hadi 119. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida, laitengetaka Allah subhanahu wa ta'ala basi angejalia watu ni umma mmoja, wala yazaluna mukhtalifin, na wataendelea hawaja kutofautiana, illa ma rahima rabbuka, siku yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemrehemu, walidhalika khalaqahum, na kwa hilo la wao kutofautiana ndiyo maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia kwayo. Watammat kalimatu rabbika, na imetimia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la amla anna jahannam min aljinnati wan nas ajma'in, tutajaza katika moto wa jahannam wengi katika wanadamu na majini. Ndugu yangu Muislamu, aya ipo wazi, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema, yukhbiru ta'ala, anatupa taarifa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu law sha'a laja'ala an-nasa kullahum ummatan wahida, angetaka Allah subhanahu wa ta'ala angewajalia waja ni umma mmoja, ala dini al-islami, katika dini ya Uislamu. Fa inna mashiyatahu, hakika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ghair qasir, si mafupi, sio kwamba yamefupishwa, wala yamtani'u alayhi shay'un, na kwamba kwake Allah subhanahu wa ta'ala hakujizili chochote, walakinahu iqtadat hikmatuhu, lakini hikima yake Allah subhanahu wa ta'ala imepita, alla yazaluna mukhtalifin, kwamba hawaje waendelee kutofautiana, mukhalifin ni wenye kukhalifu, lisiratil mustaqima, njia iliyonyoka, muttabi'ina lisubuli, na wenye kufuata njia, musilatin ila nar, njia ambazo zitawapeleka katika moto wa jahannam. Kullu yara alhaqa fima qalahu, kila mmoja ataona haki katika kile alichokisema, wadhalalu fi qawli ghairihi, na upotevu kwa mwingine. Ayu lahibba, aya hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha juu ya jambo namna ilivyo, juu ya jambo ambalo lilivyo katika kauli yake, walidhalika khalaqahum, akasema Imam Sa'di, iqtadat hikmatuhu annahu khalaqahum liyakunu minhum su'ada wal ashqiya. Allah subhanahu wa ta'ala ameomba ili wawe miongoni mwa waja wapatikane waja wema, lakini pia miongoni mwa waja wapatikane waja waovu, alimuttafiqun wal mukhtalifun, wale ambao wameafikiana na njia sawa na wale ambao wameepukana na njia sawa. Wa fariqul ladhina hadahumullah, lipatikane kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kuliongoza,
wa fariqun alladhina haqqat alaihim dhalala, nilipatikana kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ashathibitisha upotevu kwa hawa watu, liyatabayyana lilibad, ili waje wabainikiwe adillahu wa hikmatahu, uadilifu Allah na hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa lahibba, waliyadhhar, na adhihirishe kaman fi ittiba' bashariyya min alkhair washarri, thibitisha yale ambayo yapo katika mumbile waje katika khairi na shari. Watakum as-sawqul jihad wal ibadat allati la tatimmu wa la tastaqimu illa bil imtihani wal ibtila, na watu wasimame katika jihadi fi sabilillah na katika ibada mbalimbali ambazo hawezi mtu akazitimiza kwa sawa sawa isipokuwa kupewa mtihani. Kwa hiyo aya inatuambia wala yazaluna mukhtalifin, wataendelea kuwa ni wenye kutofautiana, wataendelea kuwa waje ni wenye kutofautiana, sio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Lakini pia aya nyingine ambayo ipo katika An'am, ikiwa ni aya 153, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqima, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, fateni, wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi, na kwamba msifuate njia ambavyo vinaweza kuwafarikisha katika njia yangu. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Hii aya nayo inaonyesha mwelekeo namna waja wanavyotofautiana. Lakini pia katika hadithi Mtume sallam alifafanua hii aya na mafunzo yake kama ilivyokuja kwamba alichola khutan mustaqima, alichola mstari ulionyoka, thumma khatta khututan an yamini wa shimalihi, ikisha akachola mistari mingine kuliani na kushotoni kwake. Thumma qala, ikisha akasema baada ya kuweka mkono wake katika njia iliyonyoka, kisha akasema wa anna hadha sirati mustaqima, al-aya, kwamba hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoka, hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sawa sawa. Kisha akasema wa fi kulli sabil shaytanun yad'u ilayhi, kwenye hivi vijinjia ambavyo vipo, kila kijinjia kina shetani analingania kwenye kijinjia hicho. Akaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya kuwa kuna njia iliyonyoka lazima ipatikane njia ambayo haijanyoka, njia iliyopinda. Pia katika hadithi ambayo ni sahihi, hadithi ambayo wameizungumza wengi katika ahli ilm, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufahamisha namna ya iftiraki al-umma, hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, ikiwa ni hadithi ya 2641, hadithi ambayo ameitaja pia al-Imam Tabarani, lakini pia ameitaja al-Imam al-Hakim katika Mustadrak, hadithi ambayo inaonyesha iftiraki al-umma. Iftarakat al-yahudu ala 71 firqa wa iftarakat an-nasara ala 72 firqa wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahid. قيل من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. hadithi wanazungumza ahli ilm, ulama al-firaq, wanachuoni ambao wanazungumza katika masuala ya firaq, wanazungumzia hadithi hii kwamba ni hadithi inayotumika kama ngao au ni hadithi inayotumika kama dalili ya wazi kuonyesha mwelekeo wa iftiraki al-umma, kwamba umma utagawanyika kama ambavyo ulivyogawanyika umma uliotangulia. Umma wa Mayahudi umegawanyika makundi 71, umma wa Manasara ukagawanyika makundi 72, umma huu utagawanyika makundi 73, na yote haya yataingia katika moto wa jahannam isipokuwa kundi moja. Kwa hiyo aya ambazo zimetangulia na hadithi hii ambayo nimeitaja inaonyesha kwamba umma utafanyaje? Umma utagawanyika, na kugawanyika kwa umma ndio maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameombea waja. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anafikiria na fikira yake inatofautiana na mtu mwingine, na kila mtu ana mawazo na mawazo yake yanatofautiana na mtu mwingine. Hapo ndipo ambapo panatengenezeka watu kutofautiana. Lakini kipindi hiki ambacho Mtume sallallahu alikuwa yupo, ilikuwa
kuna isharat ambazo zilikuwa zinaonyesha, isipokuwa umma ulianza kugawanyika kama wanavyotaja ahli ilm kuanzia miaka ya 35 kwenda 40, kipindi cha Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Hapa ndipo ambapo ishara zikawa zinadhihiri za wazi za umma kuanza kugawana, baada ya kutokea firaq ambayo ni khawariji walitokea kwa wazi, lakini pia wakatokea firaq kama firaq za kishia ambazo zimetokea kwa wazi. Kwa hiyo alimuhimu ni kwamba kipindi hiki ndio kipindi ambacho umma umeanza kugawana, lakini ishara za kwamba umma utagawana zishatangulia kwenye Qur'ani, ishara za kwamba umma utagawana zishatangulia katika sunna, na hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka iwe ibtilaa lilibad, kwa ajili ya kuwapa waja mtihani. Ukiulizwa kwa nini umma umegawanyika na Allah ametaka ugawanyike, jawabu lake ni kwamba umma umegawanyika na Allah ametaka ugawanyike ili kuwapa mtihani waja. Nani atasimama katika usawa na nani atasimama nje ya usawa. Kwa hiyo iftiraki al-umma inakuja ibtilali ibad, kuwapa mtihani waja. Na ibtilai kama ambavyo wanataja ahli ilm kwamba jambo la kugawana kwa umma hili lipo katika mashiatihi subhana al-mashiatul kauniyya, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiulimwengu, kwamba kwenye hii dunia Allah amekadiria kupatikana mema na maovu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii dunia amekadiria kupatikane kitu kinaitwa pombe, lakini kwake pombe ni haramu. Amekadiria katika huu ulimwengu kupatikane kitu kinaitwa riba, lakini kwake riba ni haramu. Kwa nini hivi vitu vipo? Ibtilali ni ibada, kuwapa mtihani waja. Halikadhalika swala la dini, watu kutofautiana ni kwamba ni kuwapa mtihani waja. Unaona hapo, lakini ni kuwapa mtihani waja. Na mashiatul kauniyya wanasema al-ilm katika ulama al-aqida kwamba matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiulimwengu lazima yawe, lazima yawe. Ndio maana unaona kwamba aya iliashiria kabla ya jambo, hadithi pia ziliashiria kabla ya jambo, lakini baadaye likafanyaje? Ikatokea. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu lazima kitokee. Kwa nini? Kwa sababu ndio kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitu hicho atawapima waja wake. Kwa hiyo kufarikiana kwa umma maana yake ni mtihani kwa nani? Kwa waja. Kwa hiyo sisi katika imani ahlus sunnah wal jamaa tunaamini kwamba umma umegawanyika kwa sababu ndivyo Qur'ani ilivyosema na ndivyo mtume alifanya, ndivyo alivyosema, lakini pia ndio wafia ilivyotokea. Tunaona lakini yani swala kutofautiana kwa umma ni swala lipo na wala halina mushkeli wa aina yoyote. Sasa kama ambavyo asharna tumeashiria kwamba kipindi miaka hiyo ya 30 kwenda 40 ndio kipindi ambacho ulidhihiri ukhawarij. Na ukhawarij huu ambao umedhihiri kama kundi, pia Mtume sallam aliliashiria katika baadhi ya hadithi katika Sahih Bukhari pia Sahih Muslim, aliashiria swala la ukhawarij. Hasa kipindi ambacho alitokea mtu mmoja anaitwa Dhu Khuwaisira, na Dhu Khuwaisira alikuwa ni mtu ambaye yupo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikatokea Mtume sallam akagawanya ngawila kwa watu ambao alitaka kuwageia, lakini baadhi ya watu waliacha kuwageia, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka yeye awe anafanya hiyo kisma. Baada ya mgao huo akatokea Dhu Khuwaisira akamwambia Mtume sallam, "I'dil ya Muhammad ma araka ta'dil." Fanya uadilifu wewe Muhammad, kwa sababu mimi nakuona wewe si mtu mwadilifu. Zinduka Muislamu kwamba khitabu anayezungumza Dhu Khuwaisira, mazungumzo anayozungumza Dhu Khuwaisira anamzungumzisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, "Idil ya Muhammad ma araka ta'dil." Fanya uadilifu wewe Muhammad, kwa sababu mimi nakuona wewe si mtu mwadilifu. Kuna mtu anamzungumzisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia wewe fanya uadilifu kwa sababu mimi nakuona wewe si mwadilifu.
Mtume sallam akamwambia man yadil idha lam adil ana, nani atafanya uadilifu ikiwa mimi sifanye uadilifu? Wa ana aminu man fi samaa, na mimi nimeaminiwa na aliyekuwa mbinguni. Kama mimi sitakuwa mwadilifu, nani atakuwa mwadilifu? Na mimi nimeaminiwa na aliyekuwa mbinguni. Naona katika baadhi ya riwaya alisimama Umar ibn Khattab, baadhi ya riwaya inasemekana alisimama Khalid ibn Walid akasema dani ya Rasulullah adhrib unuka hadha almunafiq, niache wewe mtume nikate shingo ya huyu munafiki. Mtume sallam akamwambia da'uhu, muache, fa innahu sayakhruju fi dhidhi hadha rajul qaumun, hakika muache kutatoka kwenye kizazi cha huyu mtu kaumu ambayo, kizazi ambacho yamrukuna min ad-dini kama yamruku sahmi min ar-ramiya, watatoka kwenye dini kama vile ambavyo utakapotoka mshale kutoka kwenye upinde wake. Yaqrauna al-Qur'an la yablughu talaqiyahum, watakuwa wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani hiyo haina manufaa kwao, Qur'ani hiyo haiwapandishi imani. Mtume anatabiri kwamba kuna watu watafanya watakuja, lakini pia watatoka kwenye kizazi cha nani, cha Zufuisra. Na hawa Khawariji ndio ambao walipigana vita na Ali bin Abi Talib. Lakini Makhawariji ndio ambao wamepigana vita vya Naharawan, ilikuwa ni Ali bin Abi Talib na Khawariji wale ambao walijitenga katika sehemu inaitwa Harura. Walijitenga, wakatoka katika utawala wa Ali bin Abi Talib, wakatafuta sehemu ya pembeni wakakaa. Ali bin Abi Talib akamtuma Abdullah ibn Abbas akafanya mjadala nao al-Khawarij ambao walikuwa katika Harura. Baada ya kufanya mjadala nao, kuna kundi lilitoka baada ya kuelewa mambo namna yalivyo, lakini kuna kundi halijakubaliana na Ali bin Abi Talib, wakaingia kwenye vita vya Naharawan. Na vita hivi vya Naharawan ndio vita ambavyo waliuliwa Dhuwaisra, aliuliwa katika vita hivi vya Naharawan, ambavyo Ali bin Abi Talib baada ya vita kwisha akawa anatafuta watu waliokufa mpaka akamkuta Dhuwaisra kwa dalili na maelekezo aliyotoa Mtume sallam, akagundua kwamba huyu ndio Dhuwaisra. Ali bin Abi Talib akasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu yale aliyosema Mtume sallam yashabainika kwamba hawa kweli ni ile kaumu aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, baada ya kuwa kuna Khawarij, muda huo kukawa kuna watu wanaitwa Shia ambao hawa ni watu waliokuja wakawa wapo kinyume na Khawarij, ni watu waliokuja wakawa wapo kinyume na Murji'a. Wao ni Shia Ali bin Abi Talib, walikuja kwa madai ya kwamba wamesimama kumnusuru Ali bin Abi Talib, na kwamba Ali bin Abi Talib yeye ndiye wasiyun, ndiye alihusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bil khilafa baada mautihi, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila fasli na chenye kutenganisha. Maana yake akifa Mtume, khalifa yake anakuwa ni nani? Ni Ali bin Abi Talib. Na alianza hii dawa ya kulingania juu ya kwamba Ali bin Abi Talib ndiye ana haki, na kwamba watu waliotangulia Abu Bakar na Umar na Uthman walimdhulumu. Ni Abdullah ibn Sabai al-Yahudiya, ambaye huyu ni Myahudi wa Yemen. Wanazungumza ahli ilm katika ahli sunna wal jamaa, lakini pia wanazungumza hata maulama wa Kishia kama Naubakhati anazungumzia tasila hiyo ya nani, anazungumzia juu ya huyu bwana Abdullah ibn Sabai, kwamba yeye ndiye aliyekuja na fikra ya kwamba Ali ndiye anayestahili kuwa ni kiongozi baada ya nani, baada ya Mtume sallam, na kwamba wote waliotangulia walimdhulumu nani, Ali ibn Abi Talib. Na yeye huyu alianza katika zama za Uthman, ndiye aliyeshajihisha umma ukatoka katika taa ya Uthman bin Affan, lakini pia ndiye alishajihisha umma mpaka akauliwa Uthman bin Affan. Abdullah ibn Sabai ambaye ndiye aliyekuja na fikra za ushia. Abdullah ibn Sabai ambaye ndiye alikuja na fikra nini? Fikra ya ushia. Huyu Abdullah ibn Sabai, kama ambavyo wanazungumza wanachuoni wa historia, kwamba Abdullah ibn Sabai baada ya kuwa ashauliwa Uthman bin Affan kwa jitihada alizofanya kuwachukua watu
wa Kufa na watu wa maeneo mengine, baada ya kwamba shauli wa Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala anhu akadhihirisha kwamba yeye ni Shia wa Ali bin Abi Talib, ni Shia wa Ali bin Abi Talib. Na kumbukeni kwamba hapa ndipo ambapo vilitokea khilafu baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan. Ni mambo ya ndani lakini lazima yafahamike. Kwa nini ilitokea khilafu? Kwa sababu inaonekana huyu Myahudi huyu, watu walioshiriki kumuua Uthmani nao wanaonyesha ni watu wali nani? Wali bin Abi Talib. Unaona picha ilivyojenga hapo? Hapo mmepelewa. Lakini yani watu walioshiriki kumuua Uthman ambao walishajihishwa na Abdullah ibn Sabai, na huyu Abdullah ibn Sabai anadai kwamba yeye anampata Ali bin Abi Talib. Unaona picha inayonyengeka hapo? Kwa hiyo wakati anauliwa Uthman bin Affan wakatofautiana watu wawili, Ali bin Abi Talib alafu na Muawiya bin Abi Sufyan, kwa sababu Muawiya bin Abi Sufyan na Uthman bin Affan ni watu kwenye ukoo mmoja. Ali bin Abi Talib akataka watu wapatikane kiongozi kabla ya kulipiza kisasi cha damu ya Uthman, na Muawiya bin Abi Sufyan akataka watu walipize kisasi kabla ya kiongozi, kwa sababu walimuua Uthman wanafahamika. Unaona khilafu imetokea hapo? Unaona khilafu iliyojitokeza hapo? Kwa nini Muawiya bin Abi Sufyan alikaza kwamba lazima walipize kisasi? Kwa sababu wale waliomuua Uthman wanadai wapo nyuma ya nani? Wapo nyuma ya nani? Ali bin Abi Talib. Unaona mtihani ulivyojitokeza hapo? Na Ali bin Abi Talib yeye hakukataa kulipiza kisasi, ila alisema tupate mtawala kwanza ndio kisasi kifanyaje? Kilipizwe. Kwa hiyo wakatofautiana kwamba au unawaficha hawa walioshiriki kuua, vitu kama hizo. Naona picha mpaka ikatokea khilafu hiyo ikaenda mpaka kutokea vita vya Sifaini ambavyo upande ni Muawiya bin Sufyan na watu wake na upande mwingine ni Ali bin Abi Talib na watu wake. Alimuhimu fitna hizi zote hizi tunazoziona sababu yake ni Abdullah ibn Sabai ambaye ni Myahudi, ndiye aliyoingiza Uislamu kwenye mtihani. Tunaona lakini tunaelewana, ndiye aliyoingiza Uislamu kwenye nini? Kwenye mtihani. Sasa Abdullah ibn Sabai ni Myahudi, lakini pamoja na kwamba ni Myahudi ndiye aliasisi damu ya Ushia. Kwa hiyo Ushia asili yake ni wapi? Ni Uyahudini. Na baadaye Ushia ukaanza kufanya nini? Kufanya tasawwur. Na maulama wa firaq kuanzia kipindi hicho wameandika katika Ushia. Kuanzia kipindi hicho wameandika katika Ushia. Kuna baadhi ya vitabu ambavyo nilikuja navyo ili nikuonyeshe kwamba maulama wa Ahlusunnah wal Jamaa walianza kuandika zama ndefu kuhusiana na masuala ya firaq, lakini pia kuhusiana na masuala ya Ushia. Alimuhimu ayu alahibba, kama hali ndiyo hiyo kuna Ushia. Sasa kwani Mashia wanaitakidi vipi? Wao itikadi zao ni tofauti na itikadi wanazozitakidi Waislamu. Ni kuzungumzisha kwa ufupi juu ya itikadi za Mashia. Na uzuri wenyewe ni kwamba mimi nilijitahidi wakati nilio uwezo kuandika katika Ushia pia. Nilijitahidi zama ndefu, ni mambo tu yanakuwa mengi, lakini nilijitahidi katika kuandika katika Ushia baadhi ya risalati, lakini pia baadhi ya vitabu. Miongoni mwa hivyo ni kitabu ambacho nilikiandika kinasema Jisrul Matini fi irshadi mubtadi'ina ana khatari Shia Rafidha. Daraja kukomavu, daraja madhubuti fi irshadi, katika kutoa mwongozo lil mubtadi'in, kwa watu wanaoanza kufuatilia masala ya makundi, wanaofuatilia masala ya Ushia, wafahamu kitu ambacho ana khatari Shia Rafidha, wajue hatari ya kundi la Ushia. Kuna watu wapo chini wanaanza kukua kufuatilia hayo mambo. Sasa wajue kipi kinaendelea katika Ushia. Na mara nyingi tunasema Ushia ni dini na Uislamu dini nyingine. Naelewa mzee? Ushia ni dini na Uislamu ni dini nyingine. Hata hatujazungumza tu katika maeneo ya kwetu, kwa sababu ilikuwa
ni jambo ambalo bado halipo, ila kutokana na mazingira ya ulimwengu wa sasa unavyokwenda, wana harakati wamechukua nafasi kubwa kutangaza ushia kupitia dola ya Irani. Wana harakati wamechukua nafasi kubwa kuzungumzia ushia kupitia dola ya wapi? Dola ya Irani. Wenyewe wanasema kwenye dunia hii hakuna dola iliyobaki ya Kiislamu inayoweza kulinda Uislamu zaidi ya dola ya Irani. Wana harakati hao ni wana nini? Wana harakati. Na hawezi wakawa ni masalafi, kwa sababu salafi lazima asimame katika usawa. Sasa katika kitabu hiki Jisrul Matin kuna fusuli nyingi ambazo nimeziandika, lakini miongoni mwa fasili hizo ni kuashiria tu kwamba fasili ya mwisho kabla ya fasili ya mwisho kuna fasili inayosema jaraimu Shia al-Imamia abara tarikh wal qurun. Jaraimu Shia al-Imamia abara tarikh wal qurun, yani madhambi ambayo wanafanya mashia katika historia ya Uislamu kuwafanyia watu wa sunna. Lakini mazungumzo hayo yatazungumzia dola mbalimbali, kiwemo dola inaitwa As-Safawiyya ambayo ilikuwa ni dola ya Kishia na dola nyingine ambazo za kihistoria. Lakini pia mazungumzo yetu yatahitimisha dola ya Kiirani, kuzungumzia madhambi yanayofanywa na mashia kuwafanyia Ahlus-Sunna ndani ya Irani. Na hili kuna kusoma katika baadhi ya vitabu, lakini pia kuna liqa. Tulikutana na baadhi ya mashaikhi wa Ahlus-Sunna ambao walikuwa katika dola ya Kiirani na wengine walihama hiyo dola kutokana na hali namna ilivyo. Yani maana yake ukiwa katika dola ya Irani alafu ni mtu wa sunna, basi upo hatarini, maisha yako yapo hatarini. Tunaona vizuri. Lakini kwa sababu mazungumzo yatakuwa ni mengi, ayu alahibba, ni kuzungumzishe pia kwenye risala hii. Hii ni risala ambayo tuliandika. Inaonyesha risala hii iliandikwa tarehe 26 Jumada al-Ula mwaka 1445 Hijiria, ambao katika mwaka wa miladia ni mwaka 2023. Hii risala tuliandika wakati tunafanya an-nadwa katika markazi ya Umar ibn Khattab ambayo ipo Mkongoloni, baada ya kwamba ushia unaonekana umeshika kasi. Ikaandika risala hii ambayo inasema hadhihi shia tufahadharuha. Huu ndio ushia, kuwa na tahadhari nao. Huu ndio ushia, kuwa na tahadhari nao. Na risala hii ambayo tuliitumia na ikawa ni bakora nzuri ambayo tulisambaratisha kupitia bakora hii ushia, ambayo ina maelezo yafuatayo. Baada ya mukaddima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, risala ikaja ama baada ya hayo, fa ina hadhihi risala, hakika hii risala, yani hiki makala, tubayinu lana, inatubainishia aqaidi Shia al-Imamia, itikadi za Shia Imamia. Hadhihi taifatin allati ibtuliya biha almuslimun, hili kundi ambalo waislamu walipewa mtihani kupitia kundi hili. Wahum ar-rawafid, nao ni mashia ada ad-dini az-zanadika, ambao ni maadui wa dini na ni wanafiki waliopindukia. Alladhina yasafiruna waraa zandaqatihim, ambao wanajificha nyuma ya unafiki wao. Bihubi ahli baiti, kwa madai ya kwamba wao wanawapenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani pazia ambao wanaitumia mashia kujifisha katika pazia hilo, ni kauli wanasema wao ni watu wanaopenda nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mashia wote duniani hiyo ndio kauli yao. Wao ni watu wanaoipenda nyumba ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukifuatilia unaona namna walivyowakufurisha
mpaka mama Aisha ambaye ni mke wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamkufurisha mpaka nani? Mpaka mama Aisha. Sasa mama Aisha yeye hayupo katika nyumba ya Mtume, yupo kwenye nyumba ya Mtume. Sasa kama nyinyi mnampenda Mtume na watu wa nyumba ya Mtume, mbona wakeze mnawakufurisha? Wanamkufurisha Aisha, wanamkufurisha Hafsa, Aisha binti Abi Bakr na Hafsa binti Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anha. Lakini mama Aisha wanamkufurisha zaidi kushinda watu wote. Laha sab'atu abwab, kwamba moto una milango 7. Wakasema wababu sadis liaskari, na mlango 6 ataingia askari. Na askari ni kinaya cha mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa sababu katika vita vya Jamal mama Aisha alipanda ngamia anaitwa askari. Wababu sadis liaskari, mlango wa 6 wa moto ni mlango pekee atakaingia askari, na ni kinaya kwamba anatakana kuingia ni mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hiyo mama Aisha ana mlango pekee wa moto atakaoingia. Mama Aisha ana mlango pekee wa moto atakaoingia. Kwa hiyo maana tukasema kwamba hii ni stara, ni pazia tu ambalo wameliweka kwa ajili ya kuficha mambo yao. Wahum minhum baraun, na wapo mbali kabisa na Ahlulbayt. Fakad samaitu hadhihi risala, nimeita hii risala hadhihi shia fahadharuha, huu ni ushia kuwa na tahadhari nao. As'alullah ta'ala an yanfa'aniya wa iyyakum, na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ninufaishe mimi na nyinyi, wa yahdi almuslimin ila sawa'i sirati, na waongoze Waislamu katika njia iliyonyoka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, sababu Allah ndiye mmiliki wa hilo na ndiye mwenye uwezo na jambo hilo la kuongoza Waislamu njia iliyopita. Al-Islamu dinun wa Shia dinu ukhra, Uislamu ni dini na Ushia dinun akhar, ni dini nyingine. Uislamu ni dini na Ushia ni dini nyingine. I'raf arkanul Islam wa aidan i'raf arkan dinu Shia. Kwenye somo letu hili tunakufahamisha ufahamu nguzo za dini ya Uislamu na nguzo za dini ya Ushia. Ufahamu nguzo za dini ya nini? Ya Uislamu na nguzo za dini ya Ushia. Ukishafahamu nguzo za dini ya Uislamu na ukafahamu nguzo za dini ya Ushia, basi wewe hata kama si msomi bali utapima kwamba hapa ni dini mbili tofauti. Kwa dini mbili tofauti, pamoja kwamba dini moja inajinasibisha na dini nyingine. Arkanu dini al-Islam 5, tunafahamu kama warada ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Sahih Bukhari na hadithi ya 8, Sahih Muslim hadithi ya 16. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-Islam ala 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawm Ramadhan. Kwamba umejengewa Uislamu katika nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni shahada, na nguzo ya pili iqami as-salah, na nguzo ya 3 itai az-zakah, na nguzo ya 4 wa hajju al-baiti, na nguzo ya 5 somo Ramadhan. Hizo ndio nguzo za nini? Za Uislamu. Hizo ndio nguzo za Uislamu. Hizo ndio nguzo za Uislamu. Sasa arkanu dini Shia, nguzo za dini ya Ushia. Na riwaya hii ameitaja rawahu Kulainiyun fi usul al-Kafi, imetaja katika usul al-Kafi. Na usul al-Kafi ni kitabu kama sahihi al-Bukhari inda ahli sunna. Usul al-Kafi ni kama tunavyotaja sahihi al-Bukhari kwa watu wa nini? Wa sunna. Usul al-Kafi ni kama tunavyotaja sahihi al-Bukhari kwa watu wa sunna. Lakini pia rawahu Majlis fil Bihar al-Anwar, lakini pia amepokea riwaya hii Imam Majlis katika kitabu Bihar al-Anwar ikiwa ni hadithi namba 1. Katika usul al-Kafi ni hadithi namba 3, katika Bihar al-Anwar ni hadithi namba 1. An Abi Jafar alayhi salam qala buniya al-Islam ala 5, umejengewa Uislamu katika nguzo 5. Ala salah, umejengewa katika swala, wa zakah na zaka, wa sawmin na funga, wal hajj na kuhiji, wal wilaya na uimamu. Wal wilaya na uimamu.
walam yunad bi shay'in kama nudiya bil wilaya, na hakuna nguzo iliyolinganiwa zaidi kama ilivyolinganiwa uimamu. Maana yake uimamu ni nguzo kubwa kushinda sala, uimamu ni nguzo kubwa kushinda zaka, uimamu ni nguzo kubwa kushinda funga, uimamu ni nguzo kubwa kushinda haji. Lakini uimamu ni nguzo kubwa kwa sababu nafasi ya uimamu ni kuondosha shahada mbili. Umeelewa hapo? Lakini hapo mmeelewa hapo? Yani shahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hii imefutwa. Maana yake hii haizingatiwi ni nguzo kwa Mashia, bali wanaozingatia ni nguzo kwa Mashia nafasi yake ni uimamu. Umeelewa hapo? Nini ni uimamu? فأنت ترى أنهم أسقطوا شهادتين من أركان الإسلام. unaona kwenye hii riwaya kwamba wao wamedondosha shahada mbili, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wameiondosha. Wadau makanahuma alwilaya, na akaweka nafasi yake uimamu. Waadduha min a'zam al-arkan, na kwamba uimamu ndio nguzo kubwa